Bana, siku ya leo kumekuwa ni siku ya tofauti kidogo sana, lakini mengi ambayo yameweza kuibuka katika mitandao ya kijamii ni baada ya posti ya Ricky Media kuweza kuwauliza mashabiki kwamba ni nini ambacho wanawaza kuhusiana na wasanii wanapojitokeza au wasipojitokeza kwenye kutoa mchango wao katika swala zima la jamii kwa sasa, au kupaza sauti kwenye masuala ambayo yanafanyika na serikali. Sasa kupitia ukurasa wa kwake Suma Mnazareti, yeye amesema hivi: naomba nitolee maelekezo kidogo, andiko muhimu sana kutoka kwa Ricky Media nikiwa kama mmoja wa wasanii. Nitaongea mambo muhimu sana hapa chini. Sababu za wasanii kutokushiriki direct ni hizi hapa. Kwanza, wasanii wanawaza pale ambapo wataamua kusema au kuisemea jamii na kushiriki moja kwa moja kupaza sauti juu ya changamoto mbalimbali za jamii mbele ya serikali. Ni nini kitafuata? Hapa najaribu kuongelea nini ambacho kitafuata endapo kama wasanii watasimama kwa ajili ya kupaza sauti kuiambia serikali kuna mambo fulani ambayo labda hamtekelezi. Kwa hiyo anajaribu kusema, na kabla ya kutoa sababu nini lazima sababu anasema kwamba kabla hata ya kutoa sababu ambazo zinawafanya wasanii washindwe kushiriki katika hayo mambo, inabidi pia tuzijue kwanza changamoto kubwa za jamii ni zipi. Changamoto ya kwanza ya jamii kwa sasa ni ugumu wa maisha, afya, elimu bora, miundombinu bora, lakini pia ajira kwa vijana. Ila moja kati ya changamoto kubwa sana zaidi ni kwamba ni ufisadi. Hapo inabidi tujiulize kwanza, je, serikali au watawala wanasemaje juu ya hayo mambo hapo juu? Kama utawala unasema uchumi umepanda, sekta ya afya iko sawa, elimu iko vizuri, miundombinu iko sawa, ajira zinaendelea kutolewa na mengine yote yako vizuri, kuwa nchi ipo katika maendeleo mazuri, wewe kama msanii unaanzia wapi? Wewe kama msanii utaanza kusema nini watu wakuelewe? Unapata wapi ujasiri wa kusema maisha ya Watanzania ni magumu? Na unaanzia wapi kusema sekta ya afya ni mbovu? Wakati vituo vya afya vinajengwa, unaanzia wapi kusema miundombinu mibovu? Barabara zinajengwa, unaanzia wapi kusema kuwa ufisadi? Wakati hakuna mtu yoyote anayeshtakiwa kwa kesi kama hiyo. Kwa hiyo katika mambo yote ambayo yamejaribu hapo juu kuyaweka wazi, basi anajaribu kusema kwamba utaanzia wapi, na kama ukijaribu kuongea yapi ambayo yatakufuata. Kwa sababu hiyo msanii atakayesimama kusema hayo hapo juu, kwamba atakayesimama kusema kwamba kuna ufisadi wakati hakuna mtu yoyote ambaye ameshawahi kushtakiwa kwa kesi ya ufisadi, lakini pia akijaribu kusema kwamba barabara ni mbovu lakini wakati huo kuna barabara ambazo zinajengwa, akijaribu pia kusema miundombinu ya afya ni mibovu wakati huo hospitali zinajengwa sehemu mbalimbali, lakini pia wakati huo mtu akijaribu kusema kwamba maisha ni magumu wakati serikali imeshatangaza kwamba tupo katika uchumi wakati. Msanii akijaribu kusema chochote kuhusiana na hiyo, moja kwa moja atakuwa amepingana na kauli na jitihada za serikali yetu tukufu. Na kupingana na ukipingana na kinachoongelewa utawala, it means wewe msanii utakuwa unajaribu kuleta taharuki kwenye jamii, kugombanisha serikali na wananchi wake, kutumia nguvu yako ya ushawishi wa sanaa, kitu ambacho lazima upewe hukumu kama kufungiwa kwa kazi zako za sanaa, BASATA. Pia kukamatwa na jeshi la polisi kwa maelezo zaidi juu ya taarifa na taharuki ulizojaribu kuzua, au kupotea kusikojulikana. End of story. Unakuwa umeharibu maisha yako, which is so bad. Yani kwamba unakuwa umeharibu maisha yako, kitu ambacho ni kibaya sana. Jambo la muhimu akajaribu kuweka pale kabisa maandishi makubwa: kulijenga au kulipigania taifa sio kazi ya wasanii peke yake. Nchi ni yetu sote. Hivyo ni kazi ya viongozi wa serikali, sisi wananchi, kuhakikisha tunalijenga taifa na kudumisha amani. Akatagi media tofauti kama Clouds, Wasafi, Safi FM, TBC1, East Africa Radio, Bongo FM, Sam Misago, Bongo 5, Manara TV, Lemas 2, Super Brandy, Global TV, 7 Media na Bongo 24.
Yote haya ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taarifa hizi zinaenda basi kuwafikia wahusika na wanahabari wote ambao basi wanajihusisha na swala zima la kuwapa wananchi habari. Lakini pia andiko hili ni ujumbe mzito sana wa kweli, linalojaribu kuonyesha kwamba changamoto halisi zinazowakabili wasanii wanaotaka kuzungumzia matatizo ya jamii, lakini pia ni muhimu kujenga ujasiri kwa kutumia sanaa kama silaha ya mabadiliko ya hekima, busara na mbinu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usalama unazidi kuwepo. Wasanii pia ni sauti ya jamii. Wakitumia vipaji vyao kwa ustadi, wanaweza kuibua mijadala mikubwa sana, aidha kuelimisha au kubadilisha jamii bila hata hatari moja kwa moja. Lakini kujiandaa kwa kushirikiana na kulinda sanaa hiyo, pia wasanii pia wanapaswa kutumia elimu au kutumia mafunzo ambayo wanapewa na Baraza la Sanaa. Lakini pia najaribu tu kusema hapa, Suma Mnazareti amejaribu kuongelea wasanii kiujumla, na yeye akiwa kati ya wale wasanii ambao wametajwa kwamba chapisho hilo lilikuwa limewagusa wasanii katika swala zima la kuisemea jamii. Je, mnalichukuliaje hili? Je, mnalipambania kweli? Au ndio hivyo tena inakuwa ni tofauti na misingi ambayo wasanii wanakuwa nayo, au ndio ule uoga ambao wasanii wanakuwa nao, kwa sababu kuongelea serikali ni kama vile kupingana na kauli ambayo serikali inakuta inaweka jitihada zake, nguvu zake kwa ajili ya kutengeneza future ya wananchi fulani. Bana, mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hayo ni ya kwake Suma Mnazareti katika siku ya leo. Bye bye for now. Ila usisahau kuonyesha comment yako hapo chini na subscribe ili tuende sambamba.